Somo letu lina kichwa kinachosema kiama madhabahuni. Kiama madhabahuni. Siri ya ushindi na nguvu katika watu au mahali popote ni umoja. Katika kukosekana kwa umoja kuna hatari kubwa sana ya kiusaliti, na kunatokea na gharama ya unafiki vitani. Watu mnapokwenda pamoja katika vita, pasipokuwa na umoja katikati ya vita, kinachozaliwa ni kitu kinachoitwa unafiki. Unafiki ni ile hali ya mtu kujionyesha anakwenda na wewe, lakini ndani yake amekwisha kujikata, ndani yake yuko kinyume na wewe. Huo ni unafiki, na hii ndio inayoleta madhara makubwa sana katika madhabahu. Tunaweza tukawa tunaangalia kwa nini hiki hakipatikani, kwa nini hiki, lakini katikati ya wale watu ambao mmefunga nia pamoja ya kuaminiana, lakini wakapatikana miongoni mwenu watu ambao hamtembei kile mlichopatana, tayari roho ya unafiki inakuwa imeumbika ndani ya mtu. Unaweza ukajifaragua ukasema hapana, unafiki maana yake ni kwenda kinyume na kile mlichopatana kukifanya kwa pamoja. Na hii shetani anaitumia sana kuleta vurugu katikati ya watu ambao wamekusudiwa kuwa na mwangaza ama ustawi mkubwa. Ananyanyua unafiki. Na unafiki unakujaje? Chanzo kikubwa cha unafiki ni pale watu wanapoondoa maslahi ya pamoja, kila mmoja akaanza kutengeneza maslahi yake. Unafiki ndipo unapoanza kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapotaka kupambana na shetani, hatua ya kwanza ya ushindi sio kwenda kupambana na adui ambaye yuko mbali. Adui wa kwanza anakuanga yuko ndani. Hata kwenye familia, adui wa kwanza wala sio wachawi, wala sio waganga, wala sio nani. Adui wa kwanza anakuanga yuko wapi? Ndani, miongoni mwao, katikati yenu. Hapo ndipo anapokuanga na adui wa kwanza. Msipoweza kumshinda huyo, sahauni kumshinda shetani. Ndio maana watu wanaoomba kwa pamoja, mnaweza mkaomba kwa pamoja na mkachukua muda mrefu sana kupata majibu, kama pale katikati hamjashughulika na yule adui wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama hamjashughulika na adui wa ndani, sahauni kumshinda shetani. Bwana Yesu atusaidie sana. Nataka twende na wewe tujiulize swali hili. Je, unajua vita kali zaidi si ile inayotoka nje ya kuta zetu, bali ni ile inayofanya na kufanyika ndani ya kambi yetu, ndani ya kanisa letu, ndani ya kikundi chetu. Ndio maana Waswahili walisema hivi, mjenga nchi ni nani? Ni mwananchi. Na mvunja nchi ni nani? Ni ngumu sana adui kuja kuvunja ama kuleta vurugu katikati ya watu walioshikana hivi. Adui anapata upenyo pale ambapo katikati yenu hakuna umoja, hakuna kunia mamoja. Yesu amesema walipo wawili au watatu wakipatana, maana ni kwamba kila mmoja anatoka kwenye ubinafsi wake, mnakutana katika lile lililokusudiwa. Anasema na yeye anakuwa katikati yenu, na anasema ya kwamba na Baba atawatendea. Kushindwa kwingi kwa sisi watu tunaomwamini Mungu, pamoja na kwamba tuna bidii kubwa, wala shida sio shetani. Shida kubwa ni kuta zilizo ndani ya mioyo yetu. Tunaweza kuwa tuko pamoja hapa tunacheka, lakini kuna ukuta mkubwa. Sikiliza, Akani alikuwa msaliti. Wamepewa maelezo na Mungu kwamba hapa Yeriko hii mkizunguka mkipiga kila kitu chukueni, lakini vitu kadhaa hivi ni vitakatifu, ni kwa ajili ya Bwana.
alipoweka ubinafsi kwamba baada ya kumiliki nchi na mimi hivi vitu nitavitumia kwa ajili yangu, akawa ameingiza dhambi katikati ya kambi. Walipoenda kupigana, Biblia inasema walipigwa vibaya sana. Walipigwa vibaya sana. Wakakimbia, na watu maarufu waliokuwa wanaheshimika 30 na wakauawa. Na Mungu akamwambia Yoshua, hamtasimama mbele ya adui yenu kama hii dhambi hamjaiondoa katikati yenu. Watu wa Mungu, nataka niseme hivi, dhambi hii ya unafiki kama hatutaiondoa, tutachelewa sana kufika kule tunakotaka kufika, kwa sababu Mungu ni mwenye haki. Ninawezekana ninakuumiza, ninakuudhi, lakini ukishaingiza unafiki ndani, tayari umefunga ukuta wa baraka. Unafiki. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Wakati jeshi linapoinua mikono kuomba, waombaji, adui hatumii silaha za moto, anatumia utengano na unajisi tu. Shetani hawezi kuzuia watu wameomba, wako on fire. Anatumia kanuni za kushindwa kwetu kushika kanuni. Hapo tu anatupiga. Wakati mwingine tunasema tunaenda kumpiga shetani, sisi tukachukua hiki kwa hivi. Kabla ya kumpiga tumeshapigwa sisi. Kwa sababu ndani yetu kuna ukuta kati ya huyu na huyu na huyu. Tutachelewa. Tutaita, Mungu hapaitika. Mungu anatazama kwanza ndani. Na kwa nini unafiki unakuja? Pale ambapo watu wanapoondoka kwenye maslahi ya pamoja, wanaanza kutafuta maslahi yao kama agani. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Baba katika jina la Yesu, lakini ndani kuna ukuta. Ndio maana Daudi anasema kwenye 133 Zaburi, asema tazama ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Sio tu tunaweza tukakaa hivi tukasema tuko pamoja, sawa, lakini umoja ni ile nia zilizounganishwa kulitazama lile jambo kwa pamoja. Ndio maana tumesema kiama madhabahuni kichwa cha somo. Madhabahu hii inaweza ikawa ishambuliwa na mchawi wala mganga wala nani. Tunayoishambulia ni sisi tunaokaa katika ile eneo. Kila anayekaa kwenye nyumba ya madhabahu anapaswa awe na sifa ya utakatifu. Anapaswa atii na kuheshimu sheria za madhabahu, kwa sababu hapa sio nyumbani. Haleluya. Kwa hiyo hayo ni magepu ambayo shetani anayatumia kuzuia. Tunaweza kutafuta mchawi, tukafunga, tukaomba, lakini lazima tumpige adui wa kwanza ambaye yuko ndani yetu. Watu walipokuwa na umoja, wana usemi mmoja na lugha moja, walifanya kitu mpaka Mungu akashangaa. Akasema, ni nani anayeweza kuwazuia hao watu juu ya walichokiamua? Kwa sababu yeye ni muumbaji. Akasema basi nitashuka nitaona. Akagundua hawa bila yaani watafanya kitu cha ajabu. Akachafua lugha. Maana yake akaondoa ule umoja na kunia mamoja katikati yao. Inashangaa sana. Sisi tunaokaa hapa, haijalishi upande madhabahuni au vipi, ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni kuhani wa madhabahu. Wewe Mungu anakutafuta na anakutazama afanye kazi yake. Wewe sasa unapokuwa unaenda kinyume, unaweka gepu la Mungu. Sababu Mungu anapotaka kupita sio lazima apite kwa Sande au apite kwa nani. Anaweza akapita kwa yoyote. Haleluya. Safari ya Israeli si kwamba kulikuwa hakuna makomando wengine. Walikuwepo. Wala Hakani hakuwa na sifa kubwa sana ya kikamando. Kulikuwa na makomando mengine katika wana wa Israeli.
lakini uharibifu wake wa kwenda kinyume na mapatano ndio uliofungulia geti la Mungu kuondoa mkono wake na kupigwa. Sasa nataka niseme, kama Mungu amekuchagua, amekuweka hapa, manake wewe ni kuhani wake, ni lazima uishi maisha matakatifu. Ni lazima ujue ya kwamba wewe unaweza kuwa sababu ya baraka ama kuwa sababu ya uharibifu. Kwa sababu sikiliza, Mungu anapokupa mazingira ya kukufanya wewe madhabahuni, manake una thamani ya kikuhani. Hata zamani hawakuwa wote wanaingia patakatifu. Wengine kazi yao ilikuwa ni kuangalia sadaka, wengine kazi yao ilikuwa ni kufagia ukumbi, wengine walikuwa kazi yao kufukiza uvumba, wengine aliyekuwa anatoa sadaka ni makuhani wawili, na patakatifu alikuwa anaingia mtu mmoja. Yoyote akikosea, uharibifu ulikuwa unafika kwenye hekalu zima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama mnanielewa. Kwa hiyo kama uko kwenye mazingira ya madhabahu, maana yake ni lazima ujitunze kiroho, ni lazima ujitunze kimwili, ni lazima ufuate na kutii kanuni na sheria zilizopo madhabahu. Vinginevyo ustahili kuishi. Kwa sababu tunatengeneza sisi, alafu wewe unakuwa ufa wa kupoteza uharibifu. Sijui kama tunaelewana. Wewe ni kuhani kwa nafasi yako. Hata wale makuhani waliokuja kuwa makuhani wakuu hawakuanzia kuwa makuhani wakuu. Wengine walikuwa kazi yao ni kuangalia sadaka kule nje. Walikuwa hawajui hata kuingia ndani. Lakini kadri wanavyoendelea, Mungu alikuwa anawasogeza. Mungu ni Mungu wa promotion. Bwana Yesu asaidie. Bwana Yesu asaidie. Kilichosababisha Eli afe sio yeye, ni watoto wake. Watoto wake hawakuwa na cheo kikubwa sana, lakini walitumia cheo cha baba yake kwenda kuchukua sadaka ambayo haikuwa halali wao kutumia. Mungu akasema watakufa, na akasema hivi, hakuna sadaka wala kafara itakayotolewa kwa ajili ya hawa watoto wa Eli. Watakufa tu. Na kwa sababu wewe baba hukuambia yanayowapasa, na wewe utakufa. Kwa mimi nanao mikono kwa kukuambia, sasa nikafa kwa ujinga wako. Umeshindwa mazingira ya kuwa kuhani, amua maisha mengine. Nenda ukafanya kazi ya kufanya biashara, kafanya kile na kile, tukutane Jumapili. Kama unakaa hapa mazingira ya hekalu, wewe ni kuhani, unapaswa uilinde na kuitetea madhabahu. Wengine si wanakuja tunawaombea, wengine hata ni wale, kwa sababu hata walezi wanaweza wakaja Jumapili. Wale Mungu hawaangalia, anatuangalia sisi. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Narudia tena, shetani hatumii silaha za moto kuleta ushindi kwa watu waombaji. Anatumia vitu vya kawaida sana. Anatumia ubinafsi, anatumia unafiki, anatumia usengenyaji. Hivyo vinasimama kuzuia kabisa. Shetani ni mshtaki. Anatushtaki. Anatumia hasira, anatumia usengenyaji kuvunja na kuweka ukuta. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Amos 3:3 inatoa onyo wa kutisha. Anasema, je, watu wawili wanaweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Inamaliza na swali. Maana yake nini? Pasipo lugha moja na usemi mmoja, madhabahu inageuka kuwa uwanja wa ubatili mtupu. Lakini leo ninatamani Mungu atufungulie siri hii. Siri ni nini? Kwa nini maombi hayajibiwi? Na kwa nini baadhi yetu tunavuta laana badala ya baraka? Kuna watu unaomba sana hapo unashangaa mabaya yanakuja zaidi kuliko ni baraka. Kwa nini? Kwa sababu ni kwamba mlango uko wazi. Ni sasa na nyumba ya watu wengi. Mimi baba kama hakuna utaratibu mzuri, baba mara nyingi ndo
anaenda kukagua mlango alafu afunge, akiwa amehakikisha watoto wote wako wapi? Wako ndani. Alafu baba ameenda amefunga, mtoto mwingine amekwenda kumfungulia rafiki yake. Siku ambapo hamna jina, mwizi akiingia akifanya uharibifu, baba pamoja na watoto wote wataingia kwenye matatizo kwa sababu hakuna utaratibu. Inatakiwa baba akifunga mlango, watu wote na watoto wote wawe wanataka, wawe hawataki, wakubali sheria ya baba. Bwana Yesu msaidie. Sisi tulipokuwa wadogo, baba yetu ndio alikuwa anafunga mlango. Wengine tulikuwa watu kutu, tulikuwa tunakaa kwenye gorofa. Tunafunga nini? Sasa kwenye gorofa huwezi kumgongea mwenzako, ni juu. Ukiwa chini unaweza kumgongea, "Asante, nifungulie." Sasa juu. Wewe tunataka tunafanya ni hiki. Baba akishaingia na kufungua kuna dirisha hapa niko kwa hiyo upande wa hiyo. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia zile kamba za kutunguzia mizinga. Inafungwa kwenye ule muhimili wa dirisha ili niende disco. Wewe unateremka pale. Sasa pale anakuwa makini kuona baba asije akaenda kuchungulia pale dirishani. Mpaka akienda akikuta kamba ataingiza. Mango talala nje. Wewe ukirudi unatikisa kamba iko sawa sawa, unapanda, unaingiza. Ndio unafiki huo, maana ile kamba hata jambazi akikuta atapandia hapo. Tumeshafungua milango mara nyingi, na ndio maana shetani anaiba vitu vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni gorofa ni marefu kuliko hapo. Juu kabisa. Magorofa ya Kijerumani unayojua. Kama hapo station ya Dodoma. Tunaona ile palipo juu pale. Basi ndio tulikuwa tunakaa kwenye eneo. Kwa hiyo unashuka na kamba.